Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel. Leo napenda nikufundishe somo zuri ambalo linafundisha namna ya kuomba. Kuna namna nyingi za kuomba mbalimbali, lakini leo ningependa nikufundishe aina mojawapo ambayo inafanya Mungu aweze kujibu maombi kwa njia rahisi na kwa haraka sana. Mungu aweze kujibu maombi yako kwa haraka sana. Na kuna maombi ya aina zaidi ya 3 ambayo yapo, lakini leo nimesema nitafundisha aina moja tu ambayo inasaidia muombaji anapokuwa anaomba maombi yake yaweze kufika kwa Mungu haraka na Mungu aweze kuyajibu kwa haraka, kwa sababu haya maombi yanakwenda kufungua kiti cha enzi haraka sana, na Mungu anayaangalia haya maombi katika jicho la pekee sana. Maombi haya, aina ya kwanza tunaenda kuiona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2 ule mlango wa 23 mpaka 25. Maandiko yanasema, hata baada ya siku zile mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio kikafika kwa Mungu juu kwa sababu ya ule utumwa. Lakini pia ukiendelea mstari wa 24, maandiko yanasema, Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na wana wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawatangulia. Sasa kuna kitu ambacho Biblia inazungumza hapa. Kuna neno limetamkwa hapo. Cha kwanza, kuna agano limetamkwa hapo. Lakini pia jambo la pili, Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Biblia inaposema ya kwamba wakalia, hichi kilikuwa ni kilio ambacho kinaambatana na maombi yaliyokuwa moyoni. Kilikuwa ni kilio ambacho kwa nje wanalia, lakini kwa ndani kuna namna walikuwa wanaomba, wanamtaka Mungu. Ndio maana leo hii ukiona Wakristo wengine wanaomba mpaka wanalia. Baadhi ya madhehebu tofauti wamekuwa wakisema, kwa nini unalia? Kwa nini unaomba mnalia? Lakini hawajajua kumbe swala la kulia katika maombi lilianza kwa wana wa Israeli. Walikuwa wanaomba wanalia, lakini kilio chao kiliambatana na maombi ndani. Kwa nje wanalia, lakini kwa ndani wanasema, Bwana tukomboe, Mungu uko wapi? Na kilio hichi kilikuwa kinataka Mungu ajidhihirishe. Ndio maana mstari unaofuata, baada ya kulia kwao, baada ya kuugua kwao, angalia, Mungu analikumbuka agano. Lakini baadaye anatajwa Ibrahimu, anatajwa Isaka, anatajwa Yakobo. Hii maana yake ni kwamba walikuwa wakilia, lakini ndani ya kilio kulikuwa kuna maombi ambayo wanauliza, uko wapi Mungu wao? Kwa sababu panapokuwa pana jina Mungu anajitambulisha, maana yake ni kwamba watu walilia wakitaka Mungu aonekane, ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, ambaye ni Mungu wa Isaka na Yakobo. Halafu mstari wa 25 maandiko yanasema, Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawatangulia. Sasa hii ni aina mojawapo ya maombi. Biblia ya King James imeeleza kulia huku, imeweka neno groaning. Kuugua imeweka neno groaning. Kuomba kwa kulia na kuugua ni ile hatua ambayo muombaji anaomba, anafika mahali kuugua kunaanzia moyoni. Anafika mahali haombi sasa, anaanza, unamkuta mtu machozi anatoka, lakini amepiga magoti. Lakini muda mwingine anaweza midomo ikawa inacheza. Muda mwingine unamwona anatamka maneno ya kufanana, analia, anatamka maneno ya kufanana, lakini moyoni mwake anakuwa anaomba. Huku ndiko kuugua. Kwa hiyo kuugua ni mojawapo ya njia ambayo Mungu anajibu maombi kwa haraka sana. Na kuna watu huwa wanafikia hii hatua. Wanaomba mpaka inafikia hatua wanahangaika mioyoni mwao, mpaka inafikia hatua wanapata shida. Kwa hiyo hii inatufundisha ya kwamba kuugua ni aina mojawapo ya maombi,
ambayo Mungu anayajibu kwa kiwango kikubwa sana. Sasa kuna kulia na kuugua. Mungu akubariki sana uweze kuelewa ninachokisema. Kwa hiyo wana wa Israeli, mstari wa 23, wana wa Israeli wakalia mbele za Mungu. Alafu 24 anasema Mungu akasikia kuugua kwao. Baada ya kusikia kuugua kwao, angalia Mungu kitu ambacho anakifanya. Mungu anakuja anasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Maana yake ni kwamba walikuwa wanalia wakimtafuta Mungu, wakiugua wakimtafuta Mungu, kuugua kwa mioyo yao, kuugua kwa mioyo yao. Haya ndio maombi ambayo aliomba Hana. Hana tumbo lake lilifungwa. Hana alienda madhabahuni kwa Mungu. Hana aliomba maombi ya kuugua, midomo inacheza cheza, machozi yanatoka. Ilifika mahali anatamka maneno, lakini anatamka maneno sauti haitoki. Anatamka maneno, ana huzuni, anagalagala. Kuhani alipomuona akasema, umeanza lini kunywa pombe? Mbona umeanza kuchanganyikiwa? Kumbe ilikuwa ni level ya kuugua, ilikuwa ni level ya kuugua. Na ndipo akamzaa Samueli. Sasa nisikilize, katika Ukristo wako, kama umewahi kuomba, hujawahi kufikia hatua ya kumlilia Mungu, hujawahi kufikia hatua ya kuugua moyoni mwako, you are not in a level of prayer. Bado haujafika kwenye hatua ile ya uombaji. Waombaji wanajua kuna kodi katika ulimwengu wa roho, zingine hazifunguliwi mpaka machozi yametoka. Kuna kodi zingine hazifunguliwi mpaka kuugua moyoni kumetoka. Lakini kama unafika unaomba tu dakika 2 basi unaondoka. Kuna maombi ambayo hayatikisi kuzimu. Kuna maombi ambayo falme za giza hazipati shida. Kuna maombi ambayo hayafiki hata kwa Mungu, yanaishia tu kwenye hewa. Hayo sio maombi. Maombi ambayo unatakiwa uombe ni hawa walifanya wana wa Israeli. Ni mojawapo ya maombi. Nimesema aina ziko nyingi za maombi. Leo nimeelezea moja. Aina ya kwanza ni maombi ya kumlilia Mungu na kuugua moyoni. Na huku kulia simaanishi kwamba ufike tu mbele za Mungu unaanza kulia, hapana. Kuna namna fulani hisia zinakuja, usizizuie. Kuna muda unaweza ukaomba, lakini wakati unaomba unasikia moyoni mwako kama kulia. Unasikia machozi yanatoka, unasikia moyoni kuugua, unasikia mzigo moyoni. Hii ni hatua ambayo Mungu anakuwa anakufikisha, inategemeana na tatizo ambalo unao. Kwa mfano, kuna mama ambaye alipata kutokwa na damu miaka 12. Hebu fikiria, huyu mama level yake ya kuomba haiwezi kafanana na mtu ambaye amekabwa na mchawi usiku kwa siku moja. Maana yake ni kwamba watatofautiana. Kwa hiyo uzito wa jambo ndivyo ambavyo unakupelekea wewe uombe maombi gani. Kwa hiyo kuna hatua Mkristo anafika, anajisikia kulia. Ni njia mojawapo ya maombi. Anajisikia siku asiongee ni kumlilia Bwana. Anasikia uchungu moyoni, anaugua moyoni mwake, machozi yanatoka. Ni hatua ya maombi ambayo Mungu anainuka kwenye kiti cha enzi, anatazama. Anasema kuna mtu pale Songea ananilia mimi. Kuna mtu Mwanza, kuna mtu Kigoma, kuna mtu Dar es Salaam ananilia mimi. Kwa hiyo maombi huwa yanafika mbele za Mungu. Angalia, ndio maana wanasema kuwa makini sana na machozi ambayo mtu anayatoa kwa ajili yako. Angalia, kilio cha wana wa Israeli kilifika mbele za Mungu. Mungu akasimama kwenye kiti cha enzi, akaangalia, akasema taifa langu linahangaika. Mungu akalikumbuka agano. Kulikumbuka agano maana yake ni kwamba kuanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo kuna muda Mungu alitulia. Mungu alikuwa anajua kwamba kuna agano, lakini Mungu alikuwa anasubiri wana wa Israeli wamlilie, waugue, ili aweze kuliachilia agano lake. Na baadaye Mungu anatokea kwenye mstari wa 24, anasema ya kwamba Mungu akasikia kuugua kwao. King James anasema groaning. Ni hatua ambayo unaomba, maneno yanaisha, unasikia moyoni kuendelea kuomba,
lakini unabaki umepigwa na butwaa, machozi yanatoka moyoni, kunaendelea kuomba, lakini physically mtu anasema huyu amechanganyikiwa, lakini moyo unaomba, hapo mwili umesizi. Ni hatua ambayo mtu anafika ya kuugua. Rakata mande liboska hante. Mungu akubariki sana. Alafu Mungu anasema ya kwamba akalikumbuka agano lake alilolifanya kwa Ibrahimu, tena akalikumbuka kwa Isaka, na akalikumbuka kwa Yakobo. Halafu Mungu akawaona wana wa Israeli. Kwa hiyo maombi ya kuugua na kulia yanafanya Mungu aone shida yako. Na kama kuna maagano uliyaweka, Mungu anayakumbuka yale maagano na kuanza kuyafanyia kazi. Kuna watu wengi waliowekewa maagano lakini hawajafanya kazi, kwa sababu agano pia linaendana na kiwango cha maombi, ili Mungu aweze kulikumbuka hilo agano ambalo umeliweka. Kuna familia ambazo zimezaa watumishi wa Mungu, lakini unakuja kuona watoto hawamtaki Mungu. Kuna familia umekuja umeona zimezaa matajiri, lakini unakuja kuona watoto wanakuja wanaishi maisha kama yenye laana. Maana yake nini? Kuna mahali maombi hayajaweza kufanya agano likakumbukwa. Kwa hiyo Mungu akubariki sana uweze kufika kwenye hatua hii ya kumlilia Mungu na kuugua. Ni maombi ambayo yanapasua miamba, ni maombi ambayo yanapasua milima, ni maombi ambayo yanafungua vifungo. Unakuwa kama sanduku la agano, unakuwa kama jiwe kuu la pembeni. Mungu akubariki sana. My name is the Prophet Jeremiah Emmanuel. Endelea kutufuatilia katika jina la Yesu. Amen.